Wala msipigane mbele yangu. Wana proof gani? Proof itapatikana na wewe utaitoa. Wewe. Nyinyi ndio mliona mama. Nani wewe unanipiga tanda. Unanipiga tanda. I don't want peace. I want problems always. Hello people, mazuna hapa kama kawaida. So guys, napenda sana and my people, kuna daktari, and before that nauza nguo. Unaona nguo kama hii ziko in many colors. Mtu anipigia simu anuliza, mbona pendaga kutani kwa kamera? So swali hivi ni swali shule unauliza mtu. Sinauza nguo. Lazima nitani mnione. Hata mbona juu napenda kutani kwa kamera? Manzejo. Nilimkatia simu by the way, sikuwa na mood fit. Nguo ndo hizi nauza, nguo za harusi tunashona, like every nguo si tunashona za ku red made, is in red made actually. Pia tunashona type kama hii. Kama hizi ndo kushonea type tunza kushonea suti za matanga, za harusi, za machama, za uniform za shule, like every type of cloth tunashona. Aso gets one daktari hapa, let me give him time kwa mama si copy doc, but finally he's here with us. Tusikia anatuambia 1 2 3 gani. Johnny, au kama waambia nilikuwa nimesafiri kidogo. Mimi si wanajua wewe si mtu kukaa. Travel usaidia watu wengine. Nilisafiri kidogo, sikuwa hata karibu. Nilikuwa nimeenda shughuli zingine kusaidia watu wengine. Lakini mambo ya hawa ni mambo niliyaona. Hata wakati ulinipigia simu ni mambo nilikuwa tayari nimeyaona. Na ni sawa, si neno, ila lazima ukweli uweze kujulikana. Yule mwanadada pale ni katili kweli kweli. Ana kile kitu tunaita huruma, wala anachokisema yeye akijali. Bora amezungumza ni hivyo. Kijana hapa roho yake safi, lakini ni kuchanganyikiwa kidogo huku na kule. Haelewi mambo vile ambavyo anastahili kwenda. Lakini pia naona ulifanya kazi mzuri. Wale ambapo kuna sehemu uliweza kuwafumania. Akiwa na yule mzee, picha mbaya zaidi. Ila zaidi ya yote nipo hapa na nimekuja kunyorosha mambo. Wewe unaelewa kazi yangu. Huyo sijui kama ana habari kuhusu kazi yangu. Nani mbeza kwa anakujua huyu? Yule labda pia ana. Huyu labda huwa anakutazama, aliniona, anaelewa kile ambacho nafanya. Kwa hiyo bila kupoteza wakati, nataka kuanza na msichana. Msichana najua unijui. Na nami nimekuja hapa, si eti mimi nilika yenyu. Na yale mambo naenda kuyafanya yatakuwa mepesi ukifanya jinsi ambavyo nakueleza. Lakini ukiweka kiburi vile ambavyo unaweka kwa huyu hapa, utakipitia. Juni unaelewa kazi yangu. Na unajua kile ambacho nafanya. Kwa hivyo yule mwanadada mambo yake naona ni machafu kweli kweli. Nani Juni umeniletea hapa? Ndabako. Anauliza naongea kama nani? Naongea kama nani hapa? Kama daktari. Umejifunika masura hata una mbele wala nyuma muone. Uko na mbele na nyuma. Anauliza sina mbele wala nyuma. Kwa hivyo naona mambo yako ni machafu kweli kweli. Na huna nidhamu wala heshima. Sinanga. Na kile kinachokusukuma ni kiburi tu kidogo. Antiananga. Nitaweza kumpa heshima, usijali. Heshima gani? Heshima utakuwa nayo. Daktari Imbo. Utaweza kuona. Umeweza kutazama kazi zangu? Kijana nauliza. Kazi zako nimeziona. Unazielewa? Asiyejua ambiwi. Ila msichana, nataka niweze kujulisha kwamba zile siri zote ambazo ulikuwa ukiweka na yale mambo umekuwa ukifanya kwa giza yanaenda kufichuka leo. Sasa unajua nini wewe? Yale ambao unajua nitaenda kueleza. Wewe ni Mungu. Mimi sio Mungu. Lakini nafanya kazi ya Mungu. Kwenda.
Haina tatizo Juni. Daktari, usingoza tu kukuja basi, ungekuja. Wala usishangae Juni. Nimekuja juu heshima yako. Achana na yeye. Daktari, mimi niheshimu Mungu mimi mwenyewe. Daktari. Ndio. Main thing nataka at least ukijana unajua everything. Mamake alikufa aje? Ndio. Unaona vile tu scenario ilifanyika jana. Unaona huyu paka analala na father in law. How comes mamake amededi na yeye anachukua bwana? Ndio. Bwana mama ya mother in law wake. Ndio. So at least we want you to explain. Nani aliua mamake na nani kweli alikufa baada yako hai? Kweli. Nataka tuende moja kwa moja. Mama yako aliaga dunia. Sivyo? Ukapelekwa kule ukaonyeshwa mahali alizikwa. Sikuwa pale. Lakini niliweza kuona nilipokuwa nafuatilia kazi yako polepole kwenye ramli yangu. Mama yako aliweza kuaga dunia. Na unaelewa vyema ulivyokuwa unaambiwa ni mgonjwa. Lakini kile kitu ambacho unasikia nikisema huyo ni mbaya. Mama yako angeweza kupona. Lakini hakukuwa anashughulikiwa. Alikuwa anaachwa hivyo. Lakini yule ambaye amekaa kando yako pale na yule baba yako mzazi waliweza kushirikiana kutumia hiyo hali ili waweze kumwangamiza. Sasa anaongea nini? Mwenye ndo mliona mama. Nani wewe unanipiga kana? Unanipiga kana? Unanipiga kana? Wewe. Kilichochangia Juni, hawa ni watu wanaoshirikina ndani yao. Yule mwanadada anaka kitu ndani yake kauchawi. Huyu nani Britney? Huyo hapo. Unajua aje? Nataka nieleze. Wewe. Keti hivi nataka niangalie akizungumza. Leo msana ni kiburi. Sasa mimi sio kiburi lakini napoesha viburi. Napoesha nini? Nataka nieleze jinsi ambavyo amesema nieleze yeye ni mchawi vipi. Huyu mwanadada alijua ya kwamba kuna shamba sehemu. Hiyo shamba waijua? Sivyo? Sijui. Tuko pamoja. Kuna shamba sehemu. Na hilo shamba na vitu vingine vilikuwa viandikwa kwa jina la baba yako. Kile alifanya, alienda katika uchawi wako ishirikina. Akaweza kumweka baba yako kule. Ili atakachotaka anakifanya. Hata ile hali ambayo baba yake ulimpata ndani. Wakiwa naye ilihusisha ushirikina. Ili tu mali yake yote iandikwe kwa majina yake. Sio kwa jina yake. Juu unaongea hivyo. Iko kwa jina yake. Wana proof gani? Proof itapatikana na wewe utaitoa. Makaratasi yatapatikana. Usiongee. Wala usijali. Juni. Huyu mwanadada unamuona kile kitu kinafanya niseme ana ushirikina na ana uchawi ndani yake. Aliketi akaangalia huyu kijana ni mtu ambaye anatengeneza mali mingi. Na anamwamini sana baba yake, wale wazazi wake. Na kwa hiyo mali yake yote ingeandikwa kwa majina ya baba yake. Kile alifanya, alipita njia ya mkato, akaenda sehemu akapewa madawa ambayo alipewa. Alikuja kuitumia kuweka huo uchawi kwa mzee ili naye afaidike, ili zile majina ziandikwe kwa jina yake. Zinaandikwa kwa jina yake aje? Na zisiandikwe kwa jina ya baba yako. Zinaandikwa kwa jina yako aje? Mali yangu. Kwa hivyo mali yako yote uelewe. Ni zangu. Sasa hivi iko kwa majina yake. Zinafanya nini kwa jina yako? Sio jina ya baba yako. Zinafanya nini kwa jina yake? Mali zangu utazirudisha. Ni zangu, saa hii ni zangu. Ni zako na mimi ndo nimezitafuta. Ni zangu. Ulizitafuta wapi? Na ulikuwa unatumia pesa. Kumbe uliroga babangu ndio nilimroga. Umeelewa sehemu ambayo uchawi unaingilia ni hapo. Wala msipigane mbele yangu. Utafanya nini? Keti hapa. Keti hapa. Hapa pigikwi mwanadada daktari akiwa. Na una kimwili unataka kupigana pia. Unapigana mwanaume? Anipiga kana nani? Anamchapanga daktari. Hiyo mikono itaisha hiyo. Baba yako ulimpata katika tendo alikuwa jema. Waelewa? Ndio ilikuwa aibu. Hadi mwaliwash nilieka blando mtu asione. They were naked like. Na huwezi sema eti walikuwa nakula injili. Unaelewa kile ambacho walikuwa nakula, sivyo? Naelewa. Huyo pale
aliweza kumshika pia na njia ya uchawi. Na niliangalia ramani yangu Juni, nieleze ni mzazi upi eti. Rumu ni yake, lakini ameweka kitanda ya baba yake pale kando. Kitanda mbili. Niliweza kushindwa mambo gani haya. Nitaonyesha maneno kwa hiyo mrembo. Eti anamlinda akilala. Nataka niangalia akiongea. Nyumba imestirika vyema. Na nyumba si bedroom moja doc. Ni rooms mingi iko ndani. Yeah. Na pale Juni kuna mlinzi, sivyo? Oh yeah, kuna mboch na kuna one gateman. Ndio. Sasa security kwa room moja ni ya nini? Ili ikifika usiku mnafanya mambo yenu kawaida. Ni wangu. Alinipenda venye niko. Ni wako ama ni baba mkwe? Ni wangu. Hana heshima huyu mtoto. Sitaki kujua. Huyu mlioana naye kwa njia ya kweli. Lakini ana tamaa ya pesa, usishangae. Hiyo uchawi ndio inamsukuma juu ya tamaa yake ya pesa. Kwa hivyo kijana yangu usishangae. Father-in-law ni wako, bado natafakari maneno daktari. Kama alinipenda, kama baba yako ndo. Jana mdogo tu msimaki chana. Alinipenda, nifanye nini? Haujatafakari Joni. Hakuna kupendwa. Walihusishwa uchawi. Na achukue mali. Ukiendelea kuzungumza hivyo sitakuweza kukurumia mimi. Usimhurumie daktari. Eti alikupenda. Alikupenda vipi? Uchawi uliofanya ndio unaita mapenzi? Na kama ni upendo upi na baba mkwe? Aibu kwako. Shame on you msichana. Ya kisasa. Mapenzi ya kisasa. Mtu anafaa kuwa babako. Baba ya nani? Yule hata ana umri zaidi ya baba yake. Na anamuita mpenzi wake. Yaani nowadays Joni, palipo na pesa hata umri ya umati. Naam. Vile vijizee vya miaka 80 70 vinaitwa baby. Naam. Alimwita baby hiyo siku. Angalia. Huo ni ujinga wala sio aibu. Kwenye ndo ujinga, kwangu si ujinga. Unampenda kabisa mama, unampenda juu ya pesa. Zote. Kijana wake. Zote. Hata ndio hivyo janyomba mwenyewe kwanza. Hata nywele tu. Usimpe pesa basi umtengeneza kwa smart. Kama unampenda. Joni. Yeye anamtumia. Una mapenzi hapo. No, wewe ndio kwetu mwerevu kijana. Na unajua Joni, haujashangaa. Sana kama huyu, apende mzee kama huyu. Hapo anakamua. Hizo mali ya kuli. Unajua anafanya. Sasa hizo mali zote, hizo investment ulifanya. Unajua eti iko kwa jina la baba yako. Baba yako alikuwa anasema andika kwa jina ya msichana wangu huyo. Kwa hivyo baba yako hana chochote kwa jina lake. Na kwa mama yako, sasa painful part. Waliposhikana hivi, jiulize, ilikuwa vipi alishawishi eti baba yako, mama yako ni mbaya, mpaka washirikiane wamuangamize? Mbona nasikia mama bado hajaresi ni peace daktari na hospitali. Hawezi, Joni, mtu awe bwana yako, kisha mtoto wako msichana aenda awe na uhusiano na yeye. Utapumzika vipi kwa amani? Hawezi. Huyu ni mke huyu. Wewe unaona tunastahili kuwa mke wa mtu? Na vile umejaza ushirikina na uchawi ndani yako. Umeziona. Usherati tupu. Aibu kwako. Kwanza wewe ni nani unakuja hapa kuniambia? Utanijua. Wewe ni nani? Kama uelewi mimi ni daktari. Utanijua the hard way. Sijamaliza. Kuna mambo Juni hata wewe mwenyewe inafaa kuwa umeyaona tayari. Lakini nitakufunulia tu. Kwanza nilikuwa nimesahau. Nataka kushukuru sana aliyeninunulia shati hili. By the way, ndio shavaa shati yake. Shati nyeupe. Taki story ya surprise, shajua ni nini. Yaani shati nyeupe safi kuliko hata roho ya huyu mwanadada hapa. Ni nyeupe, hebu kana wanazumu hiyo shati. Songea hapa uangalia shati jinsi ambavyo limenitoa. Tele kwa smart. Ukiniona unaniona mimi, yaani nakaa sasa kijana mdogo kuliko hata yule mzee wa huyu. Lakini sasa umri wangu ni mwingi. Lakini napendeza. Unaona kweli? Zile kazi nzuri nafanya napongezwa na hivi. Aliyefanya hii kazi, kununua hili shati, mikono yake ipate baraka. Kazi ya mikono yake ibarikiwe. Anachokiguza kiendelee na baraka. Anapotembea, anaambia umuombe babake ni mgonjwa. Alisema maombi. Babake ni mgonjwa. Naweza omba sasa hivi. Atakapo itazama, baraka zimkujie.
Songea hapa director, maombi yaende. Kwa mkono wa Bwana Roho Mtakatifu na mamlaka yote ambayo tumepewa ni kwa ajili ya kubariki vyote vyenye dunia hii, kutakasa na kuongoza kwa njia iliyo bora. Mahali ambapo kilitoka shati likalinuliwa, akajinyima na mikono yake, akasema daktari akang'are. Hakuwa eti ni sababu ana vingi, lakini kwa sababu kwa roho nzuri, kujitolea kwa kupenda, naye mkono yake isiwahi kauka, naye aendelee apate vingi zaidi ya hii. Chochote utakachokifanya mwanangu kifanikiwe. Milango yako iende kwa mipaka zaidi na ivuke. Wanaokudharau waaibishwe peupe, wanaokunyemelea iwarudie wenyewe, wale wanakutagia mitego iwatege wenyewe, na siku moja utarudi kushuhudia kupitia nguvu za daktari na imani kutoka kwa Mwenyezi Yesu Kristo. Barikiwa zaidi na baba yako apone katika jina la Yesu Kristo. Namtamkia tu uhai na uzima wa milele. Wote tusema amina. Amen. Unajua Mungu hapa na kazi yako ni kunaibisha hapa mbele ya watu. Anakuaibisha. Sasa umeona anakuaibisha. Lakini wewe umeua. Hauoni aibu? Kama mtu mkubwa. Very proud. Johnny. Sitaki nionekane mbaya. Sababu nimejaribu kunyamaza, naona huyu anaonekana mjuaji zaidi. Wapi mtoto?